Kwa mwaka huu maonyesho haya ya Nane Nane kanda ya kaskazini yataongozwa na kauli mbiu inayosema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Hivyo wananchi mnaombwa kujiandaa kikamilifu, ikiwa ni sehemu ya sekta binafsi, lakini pia makampuni binafsi, taasisi mbalimbali za serikali na maeneo mengine mengi ambayo yameguswa katika eneo la kilimo, mifugo, uvuvi, ili tuweze kushiriki kamilifu sana katika maonyesho haya ambayo yameandaliwa kwa umahiri mkubwa mwaka 2026. Lakini kimsingi mwaka huu tutakuwa na vitu vichache ambavyo vinawakilisha teknolojia mpya ambazo ni mahususi kabisa kwa ajili ya maonyesho haya 2026 yenye kulenga kuongeza tija na kutekeleza dira 2050, kama kufundisha namna ya ufuatiliaji wa uzalishaji wa afya ya udongo na mashine za kutoleshea vifaranga vya samaki pia, ambavyo ni teknolojia ambayo kimsingi hapo awali ilikuwa haijaweza kuonekana sana. Lakini pia teknolojia ya kupima matumizi ama kwa kutumia matumizi ya droni kwenye kilimo katika kudhibiti visumbufu mbalimbali vya mazao pia vitakuwepo pale uwanjani, na matumizi ya mbegu bora katika mazao yote kuanzia mazao ya horticulture, lakini pia na mazao mbalimbali ambayo yameboreshwa kwa ajili ya kuakisi ama kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ili kuweza kuongeza tija, ambayo ndio inaongoza kauli mbiu yetu ya mwaka huu. Lakini pia tutakuwa na teknolojia ya kusindika ngozi kwa kutumia mabaki ya karakana ambazo zinakuwa kama sehemu ya uchafu. Lakini mwaka huu tutaonyesha namna ya kutumia uchafu huo kama sehemu ya kusafisha mazingira kwa ajili ya kusindika mazao ya ngozi, kwa sababu tuna mifugo mingi sana ndani ya kanda yetu ya kaskazini. Lakini pia na teknolojia ya upandikizaji wa mimba kwa ng'ombe wa maziwa ili kuboresha mbari mbalimbali za mifugo ili waweze kuwa na tija, kwa maana kuwa na nyama nyingi, lakini pia kuwa na maziwa mengi. Hayo yote hayo yatakuwepo. Lakini kikubwa zaidi pia mwaka huu kuna ufugaji wa nyuki. Ni tasnia mojawapo ambayo inakuwa sana, lakini kwa kanda yetu tutakuwepo na teknolojia mbalimbali ya uzalishaji wa nyuki kama maziwa, lakini pia na namna ambavyo tunaweza kutoa sumu za nyuki kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kimatibabu na matumizi mengine, lakini pia namna ya kuzalisha gundi pamoja na nta vinavyotumika kwa kazi mbalimbali katika kuongeza thamani ama kwa ajili ya matibabu na mambo mengine kama hayo. Lakini pia swala zima la kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa safi pia litazingatiwa sana katika maonyesho yetu ya kanda kaskazini mwaka huu. Tutakuwa na teknolojia mbalimbali za pampu za maji zinazotumia gesi badala ya petroli, lakini pia kuna teknolojia mbalimbali za kupasha joto kwa ajili ya kukuzia vifaranga na zinazotumia gesi pia badala ya kutumia nishati chafu. Lakini pia teknolojia za kuchuja maji ambazo zimeboreshwa zaidi pia zitakuwepo. Lakini pia na matumizi ya majiko mbalimbali kwa ajili ya kuzalisha nishati safi kuanzia jamii watu wa chini kabisa, lakini pia na watu wa kati, taasisi zinazohudumia watu zaidi ya 100, 200, 500 mpaka 1000. Pia teknolojia zote hizo zitakuwepo, zinaonyeshwa pale uwanjani kwa ajili ya kushiriki kikamilifu sasa katika kampeni kubwa ya kuhakikisha kwamba tunatoka kwenye matumizi ya nishati chafu kwenda kwenye matumizi ya nishati safi na ambayo pia ina manufaa mengi kiafya, lakini pia na kimazingira kama ambavyo nimetaja awali. Tutakuwa na ofisi zetu ambazo ziko ndani ya uwanja wa Nane Nane Temi Njiro Arusha, na pale tuna watu maalum na sisi waratibu wote tutakuwepo pale kwa ajili ya kupokea watu wanaotakiwa kujisajili kwa maana ya makampuni, lakini na watu binafsi pia wenye teknolojia mbalimbali. Tutakuwepo pale uwanjani. Kwa hiyo tunasisitiza watu wengi, kwa sababu wamekuwa na tabia ya kujisajili mwishoni. Tunawaomba sana jisajili mapema kabla ya tarehe 20 mwezi wa 7 ili tuweze kuwapatia vitambulisho, lakini pia na kuwaonyesha maeneo yao. Lakini isitoshe pia tuweze kuratibu utaratibu mzima wa kuingiza mizigo ndani ya ule uwanja, lakini pia na kuingia na kutoka, ili basi tija iweze kuonekana hasa tunapojiandaa ama tunapoanza kutekeleza maonyesho kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu.